Ujambo na karibu Fagio News. Tunaanza taarifa hii kwa habari za kushtua kuhusu mauaji ya Albert Ojwang. Picha za CCTV ambazo zimepatikana zinaunga mkono ripoti ya hospitali ya Mbagathi iliyosema kuwa Ojwang alikuwa tayari amefariki alipowasili hospitalini. Video ya dakika 40 inaonyesha kuwa polisi walikuwa wanajua hali ya Ojwang walipowasili hospitalini saa 1:45 usiku na hawakuonekana kuwa na haraka yoyote. Walimpeleka ndani ya hospitali dakika 24 baadaye bila msaada wowote kutoka kwa wahudumu wa afya kuhamisha mwili kutoka kwenye gari la polisi hadi ndani ya jengo ambapo walikaa dakika 10 pekee kabla ya kupeleka mwili wake tena kwenye gari. Daniel Jonathan anafuatilia habari hii kwa kina. Saa 1:45 usiku tarehe 8 Juni, kamera za CCTV katika hospitali ya Mbagathi zilinasa gari la polisi likiingia hospitalini. Ndani ya gari hilo kulikuwa na maafisa 3 wa polisi. Mmoja alikuwa dereva. Maafisa 2 walishuka kutoka kwenye gari na wakaonekana wakizungumza kabla ya kuelekea ndani ya hospitali. Dereva alifuata taratibu nyuma, lakini hata kabla hawajafika katika chumba cha dharura, mmoja wa maafisa alipokea simu na wengine wakamfuata nje. Kwa muda wa dakika 3 alikuwa akizungumza kwenye simu kabla ya kurejea kwenye jengo la hospitali. Wakati huo wote marehemu Albert Ojwang alikuwa nyuma ya gari la polisi. Hakuna yeyote aliyemkagua licha ya madai kwamba walikuwa wakimpeleka hospitalini kwa sababu alikuwa mgonjwa mahututi. Saa 1:40 usiku maafisa 2 walionekana wakiingia hospitalini wakitafuta wahudumu wa afya. Dakika 6 baadaye walirudi na machela moja kwa moja hadi kwenye gari. Ilichukua dakika nyingine 10 kumhamisha kutoka kwenye gari hadi hospitalini. Kwa msaada wa mlinzi wa hospitali, mwili wa marehemu Ojwang uliwekwa kwenye machela na kusukumwa hadi ndani saa 1:39 usiku, ikiwa ni dakika 24 tangu alipofikishwa. Ndani ya chumba cha dharura Ojwang alikaa dakika 10 pekee. Wale waliokuwa zamu walithibitisha kilichokuwa kibaya zaidi. Mtuhumiwa aliletwa akiwa ameshafariki. Ripoti ya hospitali ya Mbagathi ilieleza kuwa wakati wa uchunguzi Ojwang hakuwa na fahamu, moyo haukuwa unadunda, mwili wake ulikuwa baridi mzima, uso ulikuwa umevimba na alikuwa na majeraha. Pia alikuwa na jeraha la kukatwa nyuma ya kichwa. Saa 8:10 usiku, kamera za CCTV zilinasa maafisa hao wakitoka kwenye chumba cha dharura wakiwa na mwili wa marehemu Ojwang. Dakika 5 baadaye gari la polisi liliondoka katika uwanja wa hospitali na mwili huo ambao baadaye ulipelekwa mochari ya City. Maswali muhimu yanaibuka. Kwa nini maafisa hawakuwa na haraka kumfikisha kwa daktari? Walikuwa wakizungumza na nani kwenye simu wakati ambao walitakiwa kuwa wanamsaidia? Wakati huo huo, OCS wa kituo kikuu cha polisi Samson Talama, ambaye kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Lang'ata, amekana kuwa alikuwepo katika kituo hicho wakati Ojwang alipopelekwa huko, akidai alikuwa amekabidhi jukumu kwa naibu wake. Mwanasheria alikabidhi vifaa vyote vya ofisi yake. Alikabidhi simu ya mawasiliano kwa naibu wake. Tutawasilisha picha za CCTV kuonyesha kwamba hakuwepo karibu na kituo kikuu cha polisi. Mwandishi, mawakili wake ambao pia wanapinga madai ya Talamu kuingilia CCTV, wamesema wataenda mahakama kuu kupinga mashtaka dhidi yake, wakidai anasingiziwa. Daniel Jonathan, almaarufu JD, Kifagio Media. Je, taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni 0798
558 240 0721 708 850. Kifagio Garbage Collectors, tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.